cha vijana, ambayo kwamba kikundi hichi kinaweza kusaidia jamii nzima ya Kiislamu, lakini bado ni changa, lakini pengine hawajui mfumo gani wataanzisha kufungua account. Unajua asilimia kubwa banki ya Absa, mimi binafsi nilikuwa najua ni ya matajiri, kwa sababu ni banki, ukisikia Absa ni worldwide, banki ya matajiri. Kwa hiyo sasa tushazoea DTB, KCB, Equity, lakini banki tukipita hapo tunapita tunaangalia hii banki si ya kwetu. Lakini kwa kuwa mmeweza kufika hapa leo, pengine mtatuelimisha zaidi. Kuna kama ni treasurer wa vijana hapa, kikundi cha vijana, nafikiri nimpe nafasi azungumze na pia jielezee jina lake inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina mimi naitwa Yusuf Otieno na wanichagua kama treasurer. Tumefurahia kuja kwenu na tunawakaribisha sana. Vile mmetuelezea tutawatembelea, tutawasiliana, tuone vile tunaweza tukasaidiana. Inshallah taala. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo introduction inatosha. Naam. Nafikiri ningeomba kidogo kueleze kama kuna chama cha vijana, kuna cha kina mama, wanafanyaje kufaidika kidini na kuwaruhusu kufaidika na banki yenu, ili wafanyeje wafaidike na banki na wasimkosee Mungu katika kubank kwenu au kuchukua loan na kufanya nini, wafanyie watumie usulubu gani? Mashallah, nilikuwa karibia sekta ya maswali kwa sababu lazima maswali kwa mbele. Assalamu alaikum. Katika kitengo cha la riba kuna account inaitwa la riba uwezo, ambayo inachukua mambo kama ya chama ya vijana ya mama. Ukifungua hiyo account ukiweka hela zako hapo, unaweza pata manufaa, unaweza pata profit, okay, at a certain percent profit rate. Sababu hiyo account inatumia, kuna contract ya Kiislamu inaitwa mudharaba contract. Inamaanisha ukiweka hela zako na sisi, tukiinvest hizo hela, kuna kiwango fulani ambao utakuwa unapata kama profit, kama manufaa, okay. Na pia ukiwa na hiyo account pia katika la riba, waweza pia ukaja ukachukua let's say kama unataka kufanya like kuongeza biashara zenu, okay, working capital, okay, sawa, upate hela at least kidogo ya kuendeleza biashara, sawa. Kama pia ufungua account yako kibinafsi mwenyewe, okay, pia unaweza pata, kuna account inaitwa la riba 1, okay, la riba Absa 1, unaweza fungua mwenyewe account yako mwenyewe, haina charges, by the way, haina charges, sawa. La riba hiyo paso haina charges, unafungua na senti zako hapo ndani. Ukitaka kuja kuchukua hela pia tutaangalia, kuna vitu ambavyo wanaangalia kina Halima, ambao wanaangalia una qualify kwa kiwango gani ya hela, sio? Okay, so ina manufaa. Na the good thing about hii account yetu ya la riba uwezo, inatumia mudharaba sharia contract account, okay, of which inakuepusha na riba, okay, una earn profit. Kuna vitu ambazo tunafanya, okay, tunaweka senti pale fulani ambazo tunawekeza, nasema kuwekezesha, yeah, ili tupate manufaa, sio? Alafu hiyo account ya la riba 1 ya individual inatumia contract inaitwa wadia contract, Islamic contract, of which ni kama amana. Ukiweka senti zako, tunakurudisha anytime unataka, unapewa, sawa, na haina charges, sawa, okay, haina charges, sawa. So hizo ni benefit ambazo unapata katika kujiunga na kitengo cha la riba, okay, sawa. Na hapo utakuwa umefuatilia maadili za Kiislamu, umejiepusha na riba, okay, sababu riba ina madhara mengi sana, okay. Ukishamkasisha Mwenyezi Mungu utapata rahma yake kweli, okay. Na shakwambia katika Qur'an, si mara moja, mara kadhaa katika Qur'an. Mara ngapi ustaz? Mara kadhaa katika Qur'an, okay. Anakuambia jiepushe na riba, okay. Na hiyo kama ukijiepusha na riba umemfuata Mwenyezi Mungu, atiu Allah wa atiu Rasul wa al-amru minkum, sio? Okay, so it's very clear, hiyo ni ibada unafanya, uko kwa chama, lakini ukifungua account umemtii Mwenyezi Mungu, ni ibada unafanya, unaona. So hiyo at least inshallah tujiunge na kitengo cha la riba, inshallah you can liaise with her and him, okay, to get the account inshallah. Ukitaka form, hata wenzetu wanaweza leta form inshallah anytime ambao mko free, ama mtaongea aje na form mjaze, alafu tuendelee mbele. Iko requirements, iko ni basic, kuna documentation like is it mmeregister, sio?
Hiyo registration iko, alafu kuna hizo documentation, normal documentation. Okay? Yeah. So kila kitu ya kila mwanachama, sio kama officials only peke yao, officials, KRA, minutes, hiyo registration, introduction letter, everything. So kama kila kitu iko ready, hata leo tunaweza fungua. Si ndio? So I think since yeye ndo ako around, atakuja, atachukua namba zenu, akuja na hiyo requirements form na kila kitu, then najua chama yuko na mambo mengi. Ndio mkae chini kwanza msikizane, sio? Aha. So Friday Peter. So ndio mkiwa na meeting muinvite, chukua namba yao so that at least you can last together the meeting, all the questions ambazo watauliza answer them, na kama kuna any shida yote just call me, okay, tufanye kila kitu kumalizika chapter. Sawa, inshallah, sio? Naam. Assalamu alaikum. Kwa majina ni Said Amir Ibrahim. Nilifungua bank Absa. Na sikufungua la riba, nilifungua hii nyingine. Sasa mnaweza transfer aje kwa hiyo la riba nitoke kwa hii nyingine? Any very simple process, very simple process. Ukiingia kwa bank, kuna account migration form unajaza na kwa transfer. Sawa? From your account ya sio la riba to la riba account. Ama pia hapo umejitoa na mambo ya riba, sio? Okay? Kwa maadili zetu za Kiislamu hatufai kuingia katika mambo ya riba. So hapo pia utakuwa umemfurahisha Mwenyezi Mungu na pia ni ibada pia. Sawa? So it's very simple, like 20 minutes or so, 10 minutes. Sawa? Yeah. Lakini pia nina swali pia hapo. Umesema la riba ni ya Waislamu, si ndio? La riba si ya Waislamu peke yao. Okay? Customer yoyote mwenye anataka kujiepusha na mambo ya riba, okay? Hata mimi naamini katika dini yetu ya Kikristo pia kuna pali inasema tujiepushe na riba. Sio? So la riba si ya Islamu peke yake. Any customer mwenye akona appetite ya kufungua mambo inaambatana na maadili ama na msimamo yani na masharti ya kidini, unajiepusha na mambo ya riba, unamfurahisha Mwenyezi Mungu, unaingia katika kiwango la riba. Unapata kwanza customers wengi wa Absa wengi wako katika la riba section. More than even the Waislamu wenyewe. Unadhamini more than Waislamu wenyewe. Okay? Na Absa Bank la riba ilikuwa the first kufungua the Islamic banking in Kenya. The first one in 2005. Hakuna bank nyingine 2005. La riba was there 205. Hakuna Gulf, hakuna DIB, hakuna gani. It was la riba. Absa la riba in 205. Okay? Sawa. Pengine au kuna mtu mwingine atakuja swali hapa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Nilikuwa na swali upande wa personal accounts. Endapo mtu amefungua personal accounts, je, qualification gani inahitajika ndio mtu apate kuchukua loan? Na ni after how long ndio mtu anaweza chukua hiyo loan? Na je, nikichukua hiyo loan na suppose kurudisha the same amount yenye nimerudisha kulingana na vile ni account ni ya la riba, nafaa kurudisha same amount ama kuna vile nitaambiwa kuna hii charges unafaa ulipie despite kuambiwa kwa hii ni interest? Assalamu alaikum. Unasikia? Okay. Kuchukua loan tuseme loan kwa Kiislamu, sema financing. Loan inaambatana na interest. Sawa? Loan inaambatana na interest. So ukitaka financing, okay? Let's say for example una personal account. So according to credit, hii mambo analysis wanaangalia first of all wewe unafanya kazi ama ni mwanabiashara. Sawa? So kama unafanya kazi kuna njia ambayo utakuwa assessed. Kama ni mwanabiashara kuna njia ambayo utakuwa assessed. So kama unataka kuchukua let's say like hiyo financing, kama unataka kufadhiliwa ununuliwe gari ama ununuliwe shamba ama ununuliwe plot, hiyo ni asset finance. Okay? Hiyo tunatumia contract inaitwa diminishing musharaka. Musharaka tunaingia katika makubaliano, partnership na wewe. Okay? Bank ina finance say like 80% of the value of property, na wewe una finance the 10%. Okay? Ama 5% ama full, ama you can do full. Okay?
So kila mwezi ukiwa unalipa unanunua ile shares ya bank. Because tukinunua meza pamoja, sio? Mimi situmii meza, wewe unatumia meza, sio? Lakini share yangu si ni kubwa. Sasa mimi nitakucharge kwa ile share yangu kama rent, na unalipa rent kila mwezi kwa ile share yangu. Lakini ukilipa rent kila mwezi inamaanisha unalipa rent lakini pia una buy shares yangu, sio? Itafika time share yangu itakuwa kidogo, share yako itakuwa kubwa. Utalipa rent kweli? Hiyo ni mshahara. Okay? Kama unataka kununua gari, plot ama nyumba, unafanya hivyo. Sawa? Partnership. Kama unataka hela, kuna contract tunatumia inaitwa tawaruk. Okay? Tawaruk inamaanisha like wewe umekuja kwa bank, sio? Au na hela, sio? Unataka hela. So bank inafanya biashara. Okay? Bank kuna online platform ambayo tunatumia sisi kama bank kufanya biashara, kununua chuma, mafuta na nini. Utanunua hiyo mafuta, tutakuuzia wewe at a profit. Sio? Kama very simple example. Kama hii meza. Wewe umekuja unataka pesa, sio? Nitanunua hii meza. Okay? Au nikuuzie hii at a profit. Sio? Kama ninunua 10 bob nakuuzia 15 bob, sio? So 15 bob ukinunua inamaanisha nakudai wewe, sio? Nakudai 15 bob. Sio? Sasa wewe hii meza, okay, kuna platform online ambayo tunatumia as a bank. Wewe ni appoint bank kama agent, okay? Ikuuzie hii meza. Hiyo platform, hiyo trade inafanyika the same day, the cost is the same, I believe. So kama tununua 10 bob, huko unaka 10 bob, sio? Hiyo 10 bob tutauza hiyo meza tupatie 10. Lakini unatuoa 15 bob as a bank. Okay? Hiyo ndio tawaruk. Okay? Na pia kuna kitu ambacho tunakuja nayo inaitwa la riba timiza. Okay? Online unaweza pata pesa kwa simu. Okay? Hiyo ni very simple. Bank imeengage na transaction, biashara imenunua hizi float. Okay? Float finance, float. Ukitaka ku access unanunua float. Tunakuuzia float as a bank. Kama float ya kama 50,000, unataka 50,000, sio? Tunakuuzia float ya 50,000. Wewe kwa hiyo platform kuna dealers hapo. Una choose kama A, B, unataka kuuzia hivi. Ukitaka float utapata float yako. Ukitaka hiyo pesa unauzia dealer. Okay? Na agreement is that unauzia dealer the same price. Kama ni 50,000, 50,000. Ukimuuzia 50,000, immediately pesa ni yako uchako 50,000. M-Pesa kwa simu yako. Unaona? Sasa inamaanisha kwa Uislamu lazima kuwe na biashara. Hatukupatii hela tu hivi. Lazima kuwe tumeuza kitu, ukanunua kitu. Unaona? Biashara iko hapo, tijara. Okay? Kuna biashara. Ukienda kwa Shylock atakupatia hela, sio? Hakuna biashara mpasi. Patia hela, ambaye interest yake. Lakini hii ukiangalia lazima kuna underline goods ambayo tumeuza. Hii ni float ama tumeuza mafuta ama nini ili upate hizo hela. Hiyo ni tawaruk. Sasa hapo unaona kuna difference kubwa between hii nyingine na lari. Unaona? Sawa. Sasa hapo inakuonesha inasema halallahu harama ile kuna haya inasema Mwenyezi Mungu ameharamisha riba na amekubalisha biashara. Sawa? Okay? Sawa. So hiyo tunafanya biashara. Hakuna pahali ambapo inasema like kuna riba hapo. Sawa? Okay, mwenye swali. Kuna mwenye swali mwingine? Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Kwa majina naitwa Rashid. Na kuna wakati nilifungua account ikiwa bado mnaitwa Barclays. Nilienda na dola kubadilisha kule, nikaambiwa nifungue account ya dola. So sijui kama hiyo account mpaka saizi inaweza kuwa ni active, nitakuwa natumia hiyo account ya dola ama inaweza badilishwa ikakuwa ya riba. Yes. Na kuongezea ndivyo tunasema tuko na dola account ya riba. Sio ulifungua dola account ya riba iko? Dola account ya riba iko. Hiyo wakati haikuwa. Iko? Nilifungua iko hiyo. Sawa basi iko dola account. So utaenda tu kwa bank or transfer within 10 minutes. Sawa? Okay? Sawa. Yeah. Mimi ni swali. Jamani msikie mkanyamaza wakitoka hapo. Sasa mzambe ilikuwa ni mimi si muziki wa WhatsApp. Kama una swali sasa hivi hapo. Ni free. Ni free. Ni free. Na mimi pia kuja kwa swali ni ndugu yangu muuliza hapo Abdul Rashid. Naam. Kuna time pia nilifunguliwa account na mamangu wakati niko high school. Naam. Wakati nimemaliza high school na ID yangu. Naam.
kuna savings kwa nimeweka but nilikuwa nimepewa kama pocket money vile ya nyumbani. Naam. So nilikuja nika withdraw nikatumia, sijai bank chochote. Naam. At that time ilikuwa ni Barclays but Naam. nilifungua under La Riba. Naam. Nilifunguliwa under La Riba. Sasa sijui kama naweza iactivate. Unaweza. Tembelea branch tu utasaidika. Sawa. 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 Labda kupata maarifa kidogo kwa upande wenu. Naam. Bank zingine huwa zinakutoa, mtu aweza kupeleka karatasi yake ya title deed akapewa senti ima ya biashara au ya shughuli nyingine, akapewa time ya kulipa ile pesa. Bahati mzuri au mbaya akawa hajafikia kufanya nini, ikamnyang'anya ile property pamoja. Kwa upande wenu mnamsaidiaje huyu mtu ili pesa zenu zirudi na yeye asibaki kwenye hali ngumu? Okay. Ukiwa umechukua let's say umeweka security yako kwa bank, umechukua gari, umeweka security, umeweka title deed au umeweka nyumba, sio? Ukapatiwa hela ufanye biashara, ukashindwa kulipa because of let's say COVID ama nini vitu kama hivyo, sio? Okay? The best thing unaenda kwa bank. Okay? Unaenda kwa bank unajieleza, wakiangalia mambo yako ukweli ilikuwa ni kweli na haina tashwishi. Kuna jinsi wanafanya restructure kuwezesha wewe kulipa. Sawa? Kuwezesha wewe kulipa. There's a way wanaangalia how they can restructure the facility, waangalie kuwezesha wewe uweze kulipa kuliko kwao kuja kuchukua the property. Ikishindikana kabisa kama huwezi kulipa, okay? The bank is very fair. Okay? Kitengo cha bank cha nini recovery na nini, what they do basically ile kama ni La Riba for example, kama ulikuwa ushachukua umelipa kiwango fulani, okay, ya hela na bank inapeleka kiwango fulani, sitauza hiyo property, okay, kwa market value, sio market value, and then ile portion yetu tutachukua, ile yako tunakurudishia. Sawa? Hatukudhulumu. Ile portion yetu tunakudai tutaichukua, ile imebaki yeye ni yako. Sawa? Lakini mnauza the market price, ndio? Sasa hapo wewe haki dai inafaa agree kulipa, sio? Sasa hapo ndio nataka kuelewa, kwa sababu wengine ukupokonya kabisa wakakwambia madamu time yetu imepita basi. No, I5. The thing is tunaangalia kwanza ngapi kama tuna restructure, kama unaweza uwezo tutaongeza miaka ili upate kuweza kulipa, tutapunguza kidogo uweze kupata kulipa based on your income capacity, sio? Kama imeshindikana kabisa, that's when tuna dispose the property, okay, at the market value, tunachukua share yetu, the rest of the share tunakuachia. Sawa? Mwenye swali? Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi Wa wabarakatuh. alaikum salam. Sasa sisi kama Waislamu tukikuja kwa bank tutakuwa na deal na Waislamu ama ni mtu yoyote tu pale katika bank? Hiyo katika bank we are all one team. All of us ni one team. Sawa? Sisi kama kitengo cha La Riba tumeempower every person in the bank ajue La Riba ni nini. Okay? Na products za La Riba ni gani. Okay? Na kama kuna any ugumu pale fulani, yeye ni mwenzetu bank anapigia kuna pale fulani sielewi ama customer mmoja kitu fulani nataka mnifafanulie. Sisi ni team moja. Okay? Team moja. Okay? Sawa?
ile products sasa kuna line separate. Kuna hii ya riba na kuna hii si ya riba. Sawa? Lakini team ni moja. Sawa? Mwenzangu hapa anajua mambo ya riba. Okay? Kama kuna vitu ambazo labda hajafahamu ama umeuliza atatafuta ushauri kutoka kwetu. Sawa? Sisi ni team moja. Anytime. One bank, one team, okay? So, the most important thing is to make sure like watu wanafuata vitu kulingana na maadili ya Kiislamu, wale ambao ni Waislamu ama wale ambao wanataka kuingia katika biashara ya Kiislamu. Sawa? Pengine ndogo niulize, ila riba ni ya watu wote au Muislamu? Ni ya watu wote. Lakini lengo maalum kwa Waislamu nafikiri. Exactly. Lengo maalum kwa Waislamu. Naam. Alafu hizo hela hazichanganyiki jamaa. Unajua hivyo. Sasa bank moja lakini hazichanganyiki. Okay? Katika kutengeza hizi products na nini tunazitenga. Kila na riba kivyake, nyingine kivyake. Hazichanganyiki. Sawa? So msikuwe na wasiwasi lazima hapana hazichanganyiki. Sawa? Sawa. Wote wenye swali? Swali langu la kuja hivi. Saizi maisha watu wanasema ni cashless. So sijui kama nyinyi mna ile ambayo inaitwa mobile banking app. Na nimesema sasa hivi. Kunaye? Iko. Tuna hiyo ya la riba na launch in about 1 week's time. Inshallah, official launch. Okay? Inaitwa la riba timiza. Okay? Ukienda kwa Play Store utaweza kudownload. Once ukisha announce officially, utaenda kwa Play Store, download. Okay? Register, then you can be able to access that cash. Sawa? Pengine niulize swali, mmesema kwamba la riba inasaidia kuhusu masuala mengine kama iftar, shule, kopo hizo mishule nini. Je, pengine kuna mfumo gani hasa mnaotumia kuwalipia watoto hizi basari? Kwa sababu basari hizi mfumo kuna mtoto gani? Sasa kuna katika la riba kuna kitu kinaitwa charity. Okay? Charity ni Kiswahili? Usaidizi, sio sadaka. Usaidizi. Okay? Ona na kama hizi penalties ambazo tunapata, okay? Islamically hatufai kuchagua penalty, okay? Kama income ya bank. Okay? Hiyo penalty inasaidia society. Okay? So katika la riba kuna Sharia board ambayo ina consist of the chief kadhi, kuna Sheikh Lidhome, kuna Majlis Ulama chairman, hao ndio Sharia board member. Okay? Sasa wao wanaamua hizi hela ambazo tumepata from penalty zitatumika vipi. Okay? Kama iftar, kama kusaidia mayatima, kama kulipa fees. Okay? So unatuma application yako, una request assistance, then unakuwa considered. Kuna time board inakaa vizuri inaangalia who's much more in need, alafu tunasaidia. Sawa? So hiyo ndio tunafanya. Hiyo charity account iko ya kusaidia watu ambao wanahitaji msaada. Sawa? Na pia Absa Foundation pia iko na hiyo njia pia kusaidia wanafunzi. Sawa? Okay? Scholarships ziko, bursary ziko. Sawa? So kuna njia mbili, kuna charity account na kuna Absa Foundation pia. Sawa? So kuna njia mbili. So jaribu bahati yako inshallah. Ukiwa miongoni mwa wale ambao watakuwa shortlisted, upate msaada, fees na nini? Alhamdulillah. Sawa? Nafikiri mpaka hapo tumeweza kuelimika vizuri, na pia Mr. Kennedy, ningependa kusema kwamba mama zetu hawa wengi leo ni siku ya soko, na wengi ni wafanyabiashara kwa masokoni, na kuna wengine hapa ni wafanyakazi pia wa pikipiki wengine, na kuna wengine wa shughuli mbalimbali. Nafikiri mpaka hapo pengine tuweze kukomea hapa kama paniruhusu, kwa sababu nyinyi ndio wenye shughuli yenu, na pengine kama watakuwa watu moja na ID, niliambia waje na ID waweze kujiregister. Sasa sijajua ni mfumo gani pengine mmeandaa, mtaregister hapa au tena kwa bank? Kama tuko na form. Kuna forms hapa. Okay, sawa. Nafikiri kwa wale ambao kwamba basi kwa wale ambao kwamba hawajafungua account kwa sasa hivi itakuwa ni mfumo wa kuregister masuala ya account, na huku tukijadiliana kidogo na ndugu hapa kuhusu swala nzima la iftari hapo, kwa sababu kuna kidogo mambo kurekebisha inshallah. Labda tuwashukuru kwanza
kwa kutukumbuka Waislamu, na tungeomba pia isiwe tu ndani ya Ramadhani ndio tutaelimishwa haya mambo, sababu wengi sana ni maagent wenu ambao toswali nao hapa Jamia, lakini hawajui hizi process ambao ingelikuwa vizuri hata kama kunapatikana mtu anakuja Ijumaa kutoa elimu hii kwa Waislamu. Kila inapoketi kule kijificha ilionekana Ramadhani na Waislamu wanafinyika, wanaona hali hatutaki kujihusisha na bangi kwa sababu ya riba na nini. Sasa wakipata elimu kama hizi, mmekuja Ijumaa mwaelimisha kwa upande wa kina mama, kwa wazee, inasaidia pia mujitama wa Kiislamu kuinuka. Watu kuinuka, twashukuru sana. Mtume anasema mwenye kurudishia ndo rafiki yako. Tahabu, peaneni zawadi, mpendane. Na natumai sote hapa tutaipenda banki yenu na tutahimiza kushirikiana maadamu kuna njia ya kumridhisha Mola. Inshallah. Twashukuru sana kwa niaba ya wote wako radhi wote niwakilishe mimi. Nashukuru. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Hapana, hawezi. Somebody passes on, can they reactivate that account? tuweze kuelewa biashara yako haswa pale tunaweza hitaji kusupport. So niko hapa na timu yangu, wote tunatembea sana, so niko free, namba simu tutashare, na niko willing kukuja kwa biashara pale huko ili nipate kujua details zaidi, ndio sasa tujue support zaidi ile tunaweza hitaji. Kuna products ziko mingi sana, hatuwezi maliza hata kuzisema hapa. Watoto kuna insurance products ya kuwekea watoto kusoma. Unaweza kumwekea tu kidogo. Kuna product ambayo unaweka tu kila mwezi ama kila mwaka, ili mtoto akiwa mkubwa hapo mbele mambo ya school fees inakuwa iko sorted. Hiyo iko mambo ya US dollar, naona rafiki zetu walikuwa na dollar account, dollar products. Hapa najua ni mpaka kuna maybe cross border trade ambayo tunafanya. Tuko na rates ambazo tunapatiana ambazo ziko ni nzuri sana kwa soko kulingana kwa na kitu ambaye na kiwango ya dollars ambayo tunataka kubadilisha. So tunaweza kupatia rates ambazo ziko mzuri, tuna negotiate, alafu unaweza kuridhika na rate ambayo tutakupatia ya dollars. So products ziko mingi sana. So hata hiyo ya loan kama umeajiriwa, kuna specific product ya Islamic banking ambayo unaweza kupata kusapotiwa kama umeajiriwa. So tunakaribisha kabisa, very welcome. Hapa tumeshukuru sana hiyo opportunity kupatiwa. Haiji rahisi, haiji kwa urahisi na kupata sacrifice time biashara kuweza kukuja hapa hivi. Tunashukuru sana for that, your support. So mnakaribishwa sana. Yes. Hiyo account. Kwa hiyo account yangu nyingine nilikuwa nikiweka pesa ikikaa muda sija deposit huwa inapunguzwa, inakatwa. Na kwa riba, kwa ile riba inakatwa ama pesa yangu inakaa baki pale pale. Hiyo inabaki hivyo. Hiyo la riba amesema la riba after one account haina monthly charge. Ukiweka 1,000 sasa hizi, next year ukikuja itakuwa hiyo 1,000. Haitakuwa imekatwa hata. Hakuna monthly maintenance fee. Ukiweka 10,000 sasa hizi ukuje baada ya miaka 10 utapata hiyo 10,000. Bila kama haijakatwa chochote. Yes. Kuactivate ndio. Okay. Kitu ambaye muhimu kusema ni hiyo account usiwache ikae. But after 2 years, miaka 2 ikiisha, kama ujenini inakuwa dormant. Sasa hautaweza pesa ina protectiwa, pesa itabaki.
lakini sasa hiyo account haiwezi transact, inakuwa imesimamishwa, lakini pesa inaweza ingia, lakini kutoka iwezi toka. Lakini ukihakikisha kabla miaka 2 ishe, account unatumia, unaweka ama unatoa, unaweka ama unatoa. So baada ya miaka 10 at least usiwache account ikae. Lakini hata hivyo ukija baada ya miaka 10 hiyo account iko safe, utaipata na hiyo pesa ambayo ilikuwa ndani. Kama uta-activate, lazima utakuja, kuna form utajaza ku-activate. Ikishapita 2 years kama hujatumia, mpaka utakuja kwa bank, kuna form tutajaza, tuna-activate saa hiyo. Alafu account inaweza tumika tena. Yeah, so sijui ngapi, najua muda ni kidogo, na forms tulikuwa tumekuja nazo za personal account. Personal account hiyo ni rahisi sana kufungua. Hiyo ni kitambulisho tu na form ambayo unajaza, na tukifika kwa branch hapa tunafungulia account na inaanza kufanya kazi. Hiyo ya chama, hiyo tutakuandikia details, requirements ili tukupatie mtengeze. Hata hiyo ya vijana tutawapatia details, requirements kama ni minutes, constitution, registration certificate, hiyo CBO certificate na hao signatories. Tutakupatia details ili tuje tufungue hiyo account baadaye. Haina shida. KRA pin ukitupatia kitambulisho, tuko na system ambayo inaweza generate. So uko na kitambulisho tu, tutaenda kwa bank, tutacheck, alafu tutagenerate pin. Si lazima uwe na KRA pin physically. Utakuja kwa ofisi. Karibu sana. Hiyo itakuwa sawa. Asante. Asante. Tutakuwa tuko ready. So tungeanza tu na G5 and then we go. Yes. Then Yeah. ikawa banki imetumia kwa biashara kisha akawa anaitoa faida fulani. Sio? Kuna kiwango cha pesa au pesa inayote mtu anaweza kuweka kitu kwa hiyo kwa biashara. Pesa hamna kiwango. Hamna kiwango. So ona ukiweka milioni moja utapata biashara. Utapata faida. Ukiweka shilingi 1000, 2000 kuna faida utapata lazima. Unaona? Sawa. Hatuna exact figure. So kama umeweka 1000 itakuwa calculated based on your amount. Unaona? Ukiweka 1 million based on your amount. Ukiweka 500,000 based on your amount. Sawa, unapata kiwango fulani. Sawa. So ukiweka hela nyingi rewards ziko na iko safe. Hiyo basically kuna Al-Hadaf, kuna La-Riba Junior, kuna La-Riba Uwezo ya chama. Sawa. Yeah. Personal ni Al-Hadaf. La-Riba Al-Hadaf. Sawa. Lakini ile faida ni banki yenyewe inapokea na mwelewano. Kuna you see unajua katika Islamic banking huwa tunakubaliana. As in unafungua account okay? Ya madhumuni ya kusave pesa yako, sio? Kisave hela zako una madhumuni banki ina invest pesa zako unapata returns. Because ukinipatia hela yako nikuwekea tu hivi unapata returns. Haina maana. Sio? Haina maana. So nikichukua hiyo pesa niweke kwenye venture fulani ya Kiislamu ya kibiashara, okay? Unapata manufaa. Unaona? Kuna rate fulani ambayo tunakubaliana. Okay? Rate fulani. Kama like for example Al-Hadaf
ina kiwango fulani, kila kiwango ina line yake, rate yake, sawa. Na unapata hizo, kama ulianza kulipa kuanzia November last year, jamaa amepata profit. Most of people wamepata profit. Wako wanajua profit ni nini. Unaona? So jamaa ameshtuka, "Hii ni riba." Si riba. Sawa. So profit is there, unapata profit yako based on your amount ambayo utakuwa umeweka. Inshallah. Inshallah. Sababu hiyo contract, kwa hiyo contract basically inaitwa mudharaba. Mudharaba basically inaonyesha like the two aspects. Wewe okay, ni mudharib, unatoa capital. Sawa. Wewe ni rabul mal, mwenye capital. Sawa. Okay? Bank ina offer expertise ya kuinvest hiyo pesa. Unaona? So unatoa hela zako, bank inatoa expertise ya kuinvest hiyo pesa, upate returns zako. Unaona? Hiyo is allowed. Mudharaba. Mudharaba contract is allowed. Uko unasema? Hamna risk because there are two things. There are two things. If to incur a loss due to the bank's negligence, okay, wewe utapata pesa zako, okay, au uta incur loss, the bank will bear the loss. So, and the bank haizi kwenda invest hela kwenye pale itapata loss because tuna expertise ambao wanaangalia mambo ya investment, okay, na pia before invest wanaangalia like 15 years ago, from 15 years back, how was it performing? Unajua? Siwezi kwa invest to venture ni leo niweke pesa yangu leo kisha pale leo, hapana, haiwezekani. That's why bank ina provide expertise ya kuinvest hizo hela. Sawa. Shukuru, asante sana. Nafikiri mpaka hapa tutakuwa ndio mwisho. Wenye maswali nitakana maswali yenu kwanza mpaka kikao kingine ijayo inshallah. Nafikiri maswali yakiwa mengi zaidi, wengine hapa watakwenda sokoni kununua vitu na tutakesha hapa. Kwa hiyo tunasema asante. Kama utakuwa na maswali, utakuwa na chochote utakuuliza, au iko hapa hivi opposite ya Florida Rocky hapa hivyo, nafikiri unaiona iko barabarani tu hapa. Kwa hiyo inshallah kwenye maswali tutafika hapa. Lakini ningependa kutoa angalizo la mwisho, kupiga picha kwa na watu wote hapa, tutakuwa ya mwisho hiyo. Tuna sadaka yetu kidogo tumeandaa watu wa bank. Lakini sadaka kidogo tulikuwa na idadi maalum, lakini kwa kuwa tayari wengine wameweza kuja, wameweza kuongezeka, basi hatuna budi wote wapate. Lakini tukasema wenye nyumba siku zote ni wamama, si ndio? Baba wewe ukifika tu ndani unakuta chakula kiko juu ya meza. Kwa hiyo tutapendekeza tuwape wamama kwanza, alafu sasa kitachobakia tutaangalia sasa kwa baba. Kwa sababu tukisha tuwape wa baba, kuna wengine ambao wana nyumba ndogo, yeye isifike nyumbani. Kwa hiyo sasa tunaomba iende kwa mama kwanza, na kama ni mama ambaye yuko hapa alikuwa ni mchepuko, lakini ukifika kwake utakula tu. Kwa hiyo inshallah utaratibu utakuwa tutafika kule, tutaenda kule, tutapokea, tutoka kwa mlango inshallah. Kabla ya hapo wameomba tukae wote huku mbele tuweze kupiga picha kwa pamoja, ili waweze kuambia wenzao tulikuwa sehemu Busia kule. Sheikh Ibrahim hajafika Busia. Karibu na Busia kwa. Karibu na Busia. Tupiga picha kwa wote kwanza. Mama kwanza. Wao kwa nyuma. Mama wapige kwanza. Na usimusi mjisi ufaka kwa mbele yao. Hiyo usike ufaka mbele yao. Usake ufaka mbele yao. Utastand on the side. Ona hapa unakosa hapo katikati hapa. Brand ionekane. Sawa, hiyo bwana inaonekana. Bwana inaonekana. Basi ni za mpaka basi. Tukae chini.
ni warefu Itakuwa hizi na wakati wa mama. sawa. Bismillah. Kwa sababu vizuri. Napiga vizuri. Smile. Sunna kusmile. Yes. Sawa. Sawa. Hiyo bwana imeonekana? Sasa wanaume. Baba. Wewe baba sasa kwa mama akili ilifanya na sasa akili kwa vile gani? Umepiga foto hii? Mpige foto tu mara moja before. Ustaz. Na asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa TV ya Imani, na hapa ndio mwisho wa kikao banki ya Absa ilichoandaliwa hapa Rest maeneo ya Busia. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, na hapa ni sadaka yao iftari waweza kugaia Waislamu ambao kwamba walihudhuria katika kikao hii kama shukrani na kuwashukuru kwa muda wao na shughuli zao, wameacha shughuli zao kuweza kuja kuwasikiza yale waliokuwa nayo. Matangazo haya yanatoka kupitia TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa. Can small. Halim. Karibu. Baca. Sawa. 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 It's okay. Halim. Picha kama sauti choo. Sawa. Kapige. It's okay. Salam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, na hapo ndio mwisho wa kikao chetu ya afsa kilichoandaliwa maeneo ya Rest Busia County, na hapa ndio washaga wa sadaka yao na iftari yao. Kwa hakika watu wamefurahi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa na aweze kujaza kheri, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ni mimi wako Zamyl Farshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru Imani. Usisahau kusubscribe pamoja na kushare pamoja na kucomment ili wengine waweze kupata ujumbe na mawaidha mbalimbali na darasa mbalimbali kupitia TV yako pendwa ya Zamyl TV Nuru Imani. Tutaonana tena wakati mwingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila liqa.